habari gani Mwanakyau TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyau TV. Wakili msomi Peter Madeleka ameandika katika mtandao wa Twitter kuhusu kifo cha James Temba. Huyu ni mwanafunzi wa chuo cha huyu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha IFM. James Temba alitekwa na watu ambao hawajulikani na kisha kuonekana katika mto Msimbazi akiwa amekatwa kichwa. Peter Madeleka anatupa lawama kwa vyombo vya usalama, ambapo Peter Madeleka anasema uchawi upo, yaani licha ya ukubwa na ushetani wa tukio hilo hapo na uhodari wa vyombo vya usalama, bado mpaka sasa aliyefanya ushetani huo hajulikani. Jamani, uchawi upo. Mwisho wa kunukuu maneno hayo kutoka kwa wakili msomi kwelikweli kutoka nchini Tanzania. Peter Madeleka anasema kwamba licha ya uhodari wa vyombo vya usalama, lakini bado mtu aliyefanya tukio hilo la kukatwa kichwa au mauaji ya James Temba bado hajafahamika. Lakini kumekuwa na maoni mseto katika mitandao ya kijamii kuhusu namna kifo kilivyokuwa na utata katika mazingira yalivyotokea ya kifo hicho cha mwanafunzi wa FM ambaye ni James Temba. Maoni yamekuwa ni mengi katika mitandao ya kijamii. Kwanza anaitwa Bahasha, anasema kwa nini unazunguka sana wakati unajua polisi ndio ametukana kidogo hapa. Lakini Bamba anasema na hakuna kauli ya kukemea unayoweza kutuliza na kufariji walio wengi. Lakini Charles Bera anasema na ukumbuke jeshi linajinasibu kuwa na intelijensia kubwa kama taifa tumepotea. Lakini Tanzania yetu anasema ripoti hii inaweka historia kwa kuwa moja ya uchunguzi mkubwa zaidi kuwahi kufanyika nchini. Inatoa mwanga wa kweli na kuweka msingi wa hatua za kisheria dhidi ya waliohusika. Lakini KH12 anasema watakufa vibaya hawa. Lakini Papa anasema hakunaga uchawi wala vyombo vya usalama ni dhaifu tu. Lakini Mjegi anasema Afrika ni moja. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la wakili msomi ambaye ni Peter Madeleka. Jina langu ni Mwanakyau TV. Tutakutana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.